Naam, karibu sana mtazamaji popote pale ulipo. Hizi ni dondoo za magazeti tarehe 30 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mimi naitwa Kione Hamisi Mauruku, nyuma ya kamera yupo director Mu, na hii ni Sat Media. Na usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube pale kwa jina la Sat Media, lakini pia nenda katika peji zetu mbalimbali na mitandao ya kijamii kwa jina la Sat Media. Ukianzia kule TikTok, Instagram, Facebook, pamoja na X zamani Twitter. Tuanze moja kwa moja kuzipitia taarifa kubwa ambazo zimetawala siku ya leo katika vichwa mbalimbali vya magazeti kama yalivyotufikia siku ya leo. Tuanze moja kwa moja na gazeti la Zanzibar Leo. Katika ukurasa wa mbele, habari kubwa ambayo imeshika hatamu kubwa inasema tutaendelea kuimarisha udhibiti wa mazingira, Dr. Nchimbi. Pata nakala yako ya gazeti la Zanzibar Leo ili uweze kujisomea kwa kina. Lakini katika gazeti hilo hilo la Zanzibar Leo, mafuta Zanzibar bei chini kuliko nchi ya jirani nadri, habari inapatikana ukurasa wa pili. Lakini pia taarifa nyingine inasema miradi ujenzi kuimarisha mazingira mjini wasainiwa, habari hii inapatikana katika ukurasa wa 3 katika gazeti la Zanzibar Leo. Taarifa nyingine kubwa katika gazeti hili la Zanzibar Leo, Dr. Migiro ataja sababu CCM kupongeza vyombo vya dola vurugu za uchaguzi. Habari hiyo pia inapatikana katika gazeti hili la Zanzibar Leo. Taarifa nyingine ambayo ipo katika gazeti hili la Zanzibar Leo kwa ukurasa wa mbele, maelfu ya Waislamu waanza kuondoka Maka baada ya kumaliza hija. Habari hiyo inapatikana katika ukurasa wa 9 ndani ya gazeti la Zanzibar Leo. Tukiachana na taarifa hizo za gazeti la Zanzibar Leo, tuhamie gazeti la Uhuru. Gazeti la Uhuru, taarifa kubwa kabisa mbele pale, mama apoteza nyumba kwa mkopo wa shilingi 200,000. Mama apoteza nyumba kwa mkopo wa shilingi 200,000. Lakini taarifa kubwa pia hapo ambayo imetawala juu kabisa inasema CCM yaonya watumishi wasiohudumia wananchi. Habari hiyo inapatikana katika ukurasa wa 8. CCM yaonya watumishi wasiohudumia wananchi. Nenda katika gazeti la Uhuru ujisomee kwa kina, upate nakala yako. Lakini pia taarifa nyingine katika gazeti hilo hilo la Uhuru, Dr. Nchimbi amtaja Mama Magufuli mfano wa malezi bora. Dr. Nchimbi amtaja Mama Magufuli kama mfano wa malezi bora. Gazeti ni gazeti la Uhuru. Lakini pia gazeti la Uhuru hapo mbele, tani 29 za dawa za kulevya zaingizwa kama mbolea. Tani 29 za dawa ya kulevya zaingizwa kama mbolea. Habari hii inapatikana ukurasa wa 3 katika gazeti la Uhuru. Wewe kamata nakala yako ya gazeti la Uhuru utajisomea kwa kina. Tukiachana gazeti la Uhuru, twende tukatazame gazeti lingine, gazeti la Taifa Tanzania. Gazeti la Taifa Tanzania, taarifa kubwa mbele pale, juu kabisa kwanza inasema serikali iko macho swala la mazingira. Hemedi Abdullah, huyu ni makamu wa pili wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kule, akisema kwamba serikali iko macho swala la mazingira. Lakini taarifa kubwa kabisa ambayo imepewa kipaumbele katika gazeti la Taifa Tanzania, Dr. Nchimbi amwakilisha Dr. Samia maziko ya mama yake JPM. Taarifa hiyo ndio taarifa kubwa kabisa mbele pale katika gazeti la Taifa Tanzania. Lakini taarifa nyingine ambayo ipo katika gazeti lako la Taifa Tanzania, kuna taarifa pale inasema kwa ndani kabisa ukiingia, nasema bangi imeongoza kwa kukamatwa mwaka 2025 ni tani 117,026, na mirungi imekamatwa tani 26.36. Hizo ndio taarifa ambazo zipo katika gazeti hili la Taifa Tanzania katika ukurasa wa mbele kabisa pale. Lakini pia serikali kupeleka programu ya sema na waziri mikoani. Serikali inajiandaa kupeleka sera ile ya sema na waziri, ama programu ile sema na waziri mikoani. Ukikamata nakala yako ya gazeti la Taifa Tanzania utapata kile ambacho kimeandikwa kwa kina. Tuachane na gazeti la Taifa Tanzania, twende tukalitazame gazeti la Wamachinga. Gazeti la Wamachinga mbele kabisa pale, Nchimbi afichua siri. Nchimbi afichua siri. Ni siri gani sasa kilichoandikwa humo ndani katika gazeti la Machinga? Anasema ni kile alichoambiwa na Rais Magufuli baada ya mwaka 2015, asimulia namna alivyoutunza ujumbe aliotumiwa baada ya kuteuliwa kuwa balozi. Huyo ni Dr. Nchimbi akifichua siri, lakini akumbuka alivyomwambia kutofautiana mawazo na kubishana si uadui. Aongoza wananchi kwa niaba ya Rais Samia mazishi ya Bibi Suzana Magufuli. Hii taarifa utaisoma kwa kina sana ndani ya ukurasa wa
tatu katika gazeti la Machinga au Machinga. Juu kabisa pia wanasema Tanzania yaunga mkono ubunifu mpya kifedha kwa ajili ya miradi ya usafi. Hii taarifa inapatikana ukurasa wa pili. Lakini taarifa nyingine wanasema tunakwenda kijiji kwa kijiji kupata majibu ya kero za wananchi, Waziri Homera. Taarifa hii utaisoma kwa uzuri katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Machinga. Taarifa nyingine katika gazeti hili la Machinga ambayo pia imenogeshwa vizuri tu pale juu kabisa, tani 29 za dawa za kulevya aina kratom za naswa nchini. Hii taarifa inapatikana katika ukurasa wa 3. Kamata nakala yako ya Machinga ili uweze kujisomea kwa uzuri kabisa. Twende tukatazame gazeti la Mwananchi. Gazeti la Mwananchi, taarifa kubwa kabisa pale juu inasema Nchimbi afichua siri yake na JPM. Nchimbi bwana amefichua siri yake na JPM baada ya kamati kuu ya CCM kukata jina la Lowassa, ataja ahadi aliyompa hadi ubalozi, ampongeza Mama Magufuli kwa malezi bora. Hiyo ni taarifa ambayo inapatikana mbele kabisa katika gazeti la Mwananchi. Lakini juu kabisa pale juu kabisa Mchungaji Malisa asimulia mafunzo machungu siku 183 gerezani. Taarifa pia inapatikana katika gazeti la Mwananchi. Ofisa mtendaji jela miaka 20 kuiba shilingi milioni 3.3. Hiyo ni taarifa ambayo inapatikana pia katika gazeti la Mwananchi mbele kabisa. Dawa za kulevya kwenye vyakula zaongeza hofu. Taarifa hiyo ipo katika gazeti la Mwananchi. Lakini taarifa nyingine kubwa pia katika gazeti hili la Mwananchi mbele kabisa pale, Baba Levo asema ni muziki, siasa na harakati za uchawa. Muziki, siasa na harakati za uchawa. Bwana, hii taarifa inapatikana ndani ukurasa wa 11 hadi ukurasa wa 17. Sasa kamata gazeti lako la Mwananchi utajisomea. Na kwa upande huo au kwa nukta hiyo niseme tu tunahitimisha kusoma zile taarifa za magazeti kwa upande wa kurasa za mbele ambazo zimeandikwa kwa siku ya leo katika siku ya leo ya tarehe 30 Mei mwaka 2026. Tuhamie kurasa za nyuma ambayo ni mahususi kabisa kwa taarifa za kimichezo. Kwanza na gazeti la Zanzibar Leo. Juu kabisa pale Taifa Stars kwenda Morocco leo kwa michezo ya kirafiki. Timu ya taifa Tanzania ambayo jana imeingia kambini chini ya mwalimu wake Miguel Angel Gamondi. Gamondi aongeza wawili wa Serengeti Boys. Kuna vijana wawili wameongezwa. Ukichukua nakala yako ya Zanzibar Leo utaona ni akina nani walioongezwa. Hili ni gazeti la Zanzibar Leo. Juu kabisa pia taarifa inasema ZFF yaandaa kozi ya utimamu wa mwili kwa makocha. Hiyo ni taarifa pia inapatikana katika gazeti la Zanzibar Leo. Tuachane na gazeti la Zanzibar Leo, twende tukamate gazeti la Uhuru, ambapo mbele kabisa pale gazeti la Uhuru kwa upande wa taarifa za kimichezo, taarifa kubwa pale ambayo iko juu kabisa ni Serengeti Boys kila kona. Taarifa hiyo inasema ni Serengeti Boys kila kona. Ikinogesha pale Serengeti Boys itacheza na Senegal katika mchezo wa finali AFCON. Vijana hao bwana, vijana hao. Lakini taarifa nyingine inasema Serengeti Girls Gado kupindua meza. Hawa nao Serengeti Girls hawa bwana, timu ya akina mama au ya mabinti ipo kule Afrika ya Kusini kwa ajili ya mchezo wao dhidi ya Afrika ya Kusini. Lakini taarifa nyingine inasema Manara atamba kucha anazo kukuna upele. Manara baada ya kuteuliwa kuwa msemaji wa timu zote za taifa kupitia BMT na waziri mwenye dhamana ya kuongoza Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Paul Christian Makonda. Sasa Manara ameibuka na press ya kwanza jana akisema kucha anazo za kukuna upele. Upele, kucha anazo za kukuna upele. Sasa ataukuna kwa kiasi gani? Basi sisi hapo tunakuachia mwenyewe uone upele ulivyopata mkunaji. Twende kwenye gazeti la Mwanaspoti. Mwanaspoti inasema kwamba issue ya Fadlu ngoma ngumu. Una fununu zile za wananchi Yanga kumtaka kocha Fadlu Davis aliyewahi kukinoa kikosi cha Simba. Sasa hii fununu yenyewe hapo inasema issue ya Fadlu ngoma ngumu, mbele kabisa katika gazeti la Mwanaspoti. Taarifa nyingine inasema kibabe Ulaya. Leo ni finali ya UEFA Champions League saa 1 kamili usiku, PSG dhidi ya Arsenal.
Mchezo unapigwa kule Budapest nchini Hungary. Sasa ni swala la kwako tu wewe kwenda kuangalia nani unampa turufu siku ya leo. Kwa hiyo kwenye gazeti la Mwanaspoti wamekuwekea hapo mbele. Lakini mkataba wa chama uko hivi. Sasa ukoje? Kamata gazeti lako la Mwanaspoti uweze kujionea ndani humo. Lakini Serengeti Boys gumzo huko AFCON. Serengeti Boys imekuwa gumzo huko AFCON. Hiyo ni taarifa ya mwisho kabisa kwa upande wa gazeti la Mwanaspoti. Ni kuache hivyo kwa siku ya leo katika dondoo mbalimbali za magazeti kwa siku ya leo tarehe 30 Mei mwaka 2026. Tumepitia vichwa hivyo vya habari. Wewe jukumu lako ni kwenda kukamata nakala yako ili ujisomee kwa kina tangu mwanzo hadi mwisho. Hivi naenda kufunga pazia. Nilikuwa nikipewa nguvu kubwa na Paradise Villa ambao wanapatikana Mikwambe Kigamboni jijini Dar es Salaam. Hii ni sehemu ambayo unaweza kwenda kupumzika wewe na familia yako, ama wewe na mpenzi wako unaweza kwenda kupumzika pale, na ni sehemu salama sana kwa ulinzi na usalama wa kwako. Kapumzike pale, bwawa la kuogelea lipo, sehemu tulivu, unakula, unapata chakula chako safi kabisa. Unaenjoy, siku zako zinakwenda, unaongeza siku za kuishi, si ndio bwana? Unaweza ukawapata vizuri katika page yao ya Instagram na namba zao wamekuwekea pale para_dice_villa. Wewe watafute hapo, utakuja kunishukuru baadaye. Mimi naitwa Kione Hamisi Mauruku, nyuma ya kamera alikuwa director Mu, ambao ndo kila siku tunakimbizana hivyo kukufanyia mambo mazuri sana. Usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube pale kwa jina la Sat Media. Nenda TikTok, nenda X, nenda Facebook na Instagram, tunatamba vizuri sana. Mimi nikutakia siku njema, siku ya tarehe 30 leo, siku ya Jumamosi tarehe 30 Mei mwaka 2026. Tukisema ting tapa ting, kitu baada ya kitu. Wayaze.